Okay, bwana mtazamaji wa Kwaro TV, sasa tumemtafuta meneja wa Msizo Mofan na atueleze yaliyopo. Bwana mambo vipi? Bwana mambo poa kaka. Bwana kwanza hongereni sana kwa kupeleka Singeli International. Nashukuru Mungu mwanangu. Bwana first time mnapokea show kutoka Dubai. Ni kitu gani ambacho mlipata changamoto nyinyi kama timu ya PGF? Sisi kwa kifupi tunamshukuru Mungu. Changamoto yote ilikuwa kwa kona. So muongeza ilikuwa mazuri, tumekiana vizuri, kwa hamna changamoto iliyotokea. Mpaka kufikia sasa hamna changamoto. Hamna changamoto ambayo mmekutana nayo, sawa. Je, msanii kutoka Tanzania kuelekea Dubai ameondoka na watu wangapi? Ameondoka na mtu mmoja, ila kwa jina tu sitomtaja, ndio anaondoka naye, ila mimi sikwenda meneja. Kikawaida tumezoea muziki wetu wa Singeli ni muziki wa live, na kiwa tutapomwona msanii wa Singeli anafanya performance sehemu, basi huwa yupo na DJ wake. Kwa Msizo hii imekaaje? Kwa MC hii sio mara ya kwanza au mara ya pili Bigi pia kuondoka hapa sipo DJ, ila unajua kuna muda mwingine hizi kazi sawa na alafu sisi ndio yetu ya kwanza kwenye Singeli kuipeleka duniani. Unajua wale uko nje ma promoter pia wanafanya mazingira yale, wanatafuta ila alafu ule usafiri wetu pia kutoka kule magharama zao na malipo yao pia ni makubwa. Kwa hiyo nafikiria tuna bageni pale kwenye mazingira ya kipato. Natakiwa ni mpate ama natakiwa mje kutembea. Kwa hiyo pia unaangalia tukapata yeye afanye maisha mengine, muziki tukuze au tuwe tukatembea, kwa sababu kwenda wengine pia kutembea sababu wanatumia nauli nyingi, kwa shanga malipo na kwa madogo. Kwa bora muda mwingine mna bageni pale wasia ya hela pale hela ipatikane. Kwa changamoto kubwa ni kipato, ndio maana huwa wasanii wa Singeli wakitoka nje Tanzania huwa wanaenda wenyewe tu. Yani kikubwa ni kipato, sababu mtu anaweza kuambia milioni 10. Kwa mwisho wa siku ile safari kule mbali mahoteli nini afu shangabda muende timu mtaka kwenda. Shangabda zangu kodi hapa mna 200, sasa 200 bwana mbaki hapa mnapiga show hapa Tanzania. Kwa kama mtaka kupeka muziki basi mimi na hasira basi uende kwanza muziki. Mungu akijalia mtaenda wote. Ili kuchukua ugumu kiasi gani wewe kama manager kumwambia DJ kwamba hii show hautoenda kutokana na mazingira 1 2 3? Hadi uzuri wa DJ wa Singeli pia wanajua ugumu wanaopitia wasanii wa Singeli, na wao pia ugumu wanaopitia wao wenyewe wasanii na DJ wanaojua. Kwa hiyo kwenye fursa inapotokea yeye mwenyewe inabidi akubali, aione ile iende ili na yeye maisha yake baadaye yanyooke. Kwa sababu kumwambia bana hii utaenda alafu hamna kitu, utaenda tu kwenda labda kutazama mji utatazama mbele safari tukishatoboa tena huko. Kwa hiyo mwanzo muziki unaupeleka international, Mungu anajalia yanapofunguka tunafungua kwa wote. Kwa hiyo inabidi elewe kama mtakuwa management yenu mnaelekezana vitu, kuna muda hapo vina mix kama mtu anakuwa anakuelewa anachokiongea. Kwa hiyo anaweza kukubali, mwingine ikataa, basi tutaangalia taratibu mtu anayekubali mtaenda kufanya kazi. Sahihi. Wewe kama manager una ushauri gani kwa mapromota au waandaaji wa matukio ambao wapo nje Tanzania kwa wasanii wetu wa Singeli, kuwa wakumbuke nyuma yao kuwa kuna ma DJ ambao ndo wanafanya kwa asilimia kubwa muziki wa Singeli uonekane una vibes? Mimi bwana, kwa kifupi kwa promota ambao walikopo nje kwa kufanya kumchukua msanii kama msanii aende peke yake, kwanza ule muziki unakuwa kidogo unapungua ladha yake. Unaelewa bwana, ile anapokupo DJ na msanii ile ngoma inakuwa ni kubwa sana. Kwa hata wao walipokuwa nasikia muziki wanavyosikia wapo nje afu nasikia muziki sasa mbona muziki unaenda viral, kwa wanakuwa na DJ anakuwa na msanii ndio ile viral inaenda. Ila wale msanii anavotoka anavoondoka anaondoka na vitu vyake tu ameleka kwenye laptop akienda kwa atapiga, lakini pia hata mwenyewe anapiga au tofauti anavokuwa na DJ. Unajua wawili mmoja ni mmoja tu. Kwa wao mimi naomba promoter wakati anachukua ba DJ pamoja na msanii kwa pamoja, malipo yamenyoka. Mbona muziki hata wenyewe pia watafanya show wenyewe, pia mtu hata yule ambaye mgeni ujue muziki wa Singeli ambaye yuko nje kule ambaye nyinyi mnampelekea ile burudani kwa geni ngeni pia ataipenda zaidi akiwa na DJ akiwa na msanii. Wewe kama manager na swali la uzushi, ulibahatika kuona show ya msanii wako akiwa na perform? Nimeona. Sasa mimi nimeona sana sababu uzuri kule mabali tuseme wa Tanzania wengi sana wapo kule. Mbovu nyingi, wasalabu wengi wapo kule. Kwa kabla ya show ilikuwa nje tu pale kwenye kuingia pale nje ya ile ukumbi. Pale walijazana wabongo wengi sana. Kwa pale nilipigwa video call kuona kabla mtu anamsubiria msanii aje. Pale nilipigia video kwanza. Baba umeona hawa tunamsubiri msanii wetu hapa. Kwa hiyo kuwasubiri sana Singeli kwa ambao wengine wapo kule miaka 10, 15, 20 wapo kule wanasubiria Singeli kuja kuangalia Singeli live. Msizo anakuja kweli Dubai na kweli Mungu kajalia na show pia iliitika vya ndani. Kwa ilianza nje na mapema kama saa 3 saa 2 alinipigia simu video call naangalia. Muona baba tupo namsubiria msanii, nikamwambia sawa. Solo wewe. Kwa hiyo kwa maneno yako mapokezi yalikuwa ni makubwa sana kwa msanii wako katika huko ukumbi ambao anaenda kuperform. Je,
msanii mwenyewe alipofanya performance kwa kukosa DJ, alikuwa katika hali yake ile ya kila siku au kuna kitu ilipungua? Kwa uzoefu wa msanii wangu mimi, kwa sababu unajua kabla ajenda Dubai alikana rejea kufanya naye mazoezi sana, kumwekea vile vitu ambavyo aondoke navyo. Kwa aliumiza sana kichwa. Kwa maana yake alimwomba DJ atupige kama tunapiga live, kwani beat sababu mimi najua ukishaniwekea kama hili naenda lisazi, ukiziunganisha lisali inamaliza. Kwangu mimi nakupondo kama ninapopiga show ambapo nikiwa na wewe. Kwa hiyo kule maana yake sasa mtu nitakwambia hapo stop hapo subiri. Kwa mimi najua hapa natoka kwenye kiidi naingia kwenye kiidi na kwa hiyo alipiga show mzee, kwa hata alichukua video alichukuliwa vile vile kwenye ukata wa job. Hapa naingia mpenzi wa Cleo, kwa mpenzi hapa naingia bongo, hapa naingia na aseme, yani hivyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo singeli bwana anaweza kupigika playback. Ya, inawezekana kupiga playback, ila ile playback inapigika, lakini ile pia inakopa yani kwa sisi ambao tunauja muziki wa singeli na tunaupenda muziki wa singeli, akiwa DJ na msanii ndio inakopo komesha kila kitu. Yani unaona ule utamu wa singeli na DJ akiwepo. Bwana huyu anaitwa Meneja Sula Mbaya. Hebu waambie neno moja kwa mashabiki wako PGF wajitokeza kwa kiasi kikubwa kuja kumpokea Big Machala, Big Toleno. Kikubwa huu ni upendo ambao mkubwa sana kumpenda msanii, mtu wake mtu amekuja ameacha shughuli zake amekuja kumpokea msanii. Kingine pia mimi naomba sana mashabiki wa muziki wa singeli, tuendelee kupambania wasanii wetu, tuendelee kuwasikiliza, kuwategea sikio wanapokosea, tunawakosoa bana, hapa sipo, msanii ajirekebisha, sababu msanii yuko peke yake, mashabiki tuko wengi. Sisi ndio tunakiona kile kibaya, kile kizuri, kile hiki. Kwa maoni yale wasanii wanapokea, wanafanyia kazi, maisha yanaendelea. Bwana huyu anaitwa Meneja Sula Mbaya, meneja wa MC Zomofan kutokea PGF. Sisi timu nzima ya Kwaro TV bado tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa zote zinazotokea hapa airport mpaka MC Zomofan atapotarajia kushuka hapa nchini Tanzania. Bwana usitoke hapo. Ciao.